Kisha baada ya kumpatia Musa Taurati, ikawa Taurati ile imetiwa ndani hitilafu. Sasa waliotia hitilafu ni wale wafuasi waliokuwa Nabii Musa alayhi salam na wengine ambao kwamba walikuja baadaye, wamekuwa wakiweka hitilafu pamoja na kuibadilisha maneno hayo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yeye kweli kaiteremsha Taurati na kaiteremsha Injili na vile vile Zaburi, na yote amesema Injili kampa Musa na Isa na vile vile akampundisha. Lakini baada kwamba amempatia Isa, muda zikapita baadaye, wakaja wafuasi nao vile vile wakafanya yale ambao wamefanya wale mwanzo wao, ambao ni wale wafuasi wanaojiita kama wafuasi wa Nabii Isa alayhi salam. Baadaye pia wakaweka wale walioweka na wakatoa yale ambayo kwamba walitoa. Kwa hiyo vitabu hivi vyote vilivyotangulia vikawa viko na shida. Ndio kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta Qur'ani. Lengo la kuleta ile Qur'ani ilikuwa kuweka mambo sawa, kama hapa ndipo ambapo kwamba palikuwa pasawa na kwamba hapa ndipo ambapo kwamba palikuwa pameharibika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani sura ya 5 aya 13, mwalimu nisomee, alafu some pale chini mtuzi wake, alafu tuingie upande wa pili nimpatie huyu Simiu naye nimsikie anasemaje, kwa sababu vitabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anadhibitisha kama viko na dosari na vileka dosari na wale waliokuwa wanasema kama ni wafuasi wa vitabu hivyo. Hebu nisomee Qur'ani 5:13 tusikie namna vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuambia. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Basi kwa sababu ya kuvunja kwao ahadi yao. Unaona Mwenyezi Mungu anasema kwa sababu ya kuvunja kwao ahadi. Nani hao Mayahudi? Twende. Tuliwalaani. Mwenyezi Mungu anasema kwamba aliwalaani. Twende. Na tukazifanya nyoyo zao kuwa ngumu. Kisha baada ya kuwalaani hao Mayahudi walikuwa wanavunja sana ahadi za Mwenyezi Mungu anazochukua. Sasa Mwenyezi Mungu aliwalaani, na baada ya kuwalaani akazifanya nyoyo zao kuwa ngumu. Bimaana kwamba wao hata chochote ulikuwa ukiwaambia hawawezi wakasikia wala haipenyi katika mioyo yao. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ashawalaani. Twende. Hazisikii khairi. Unaona vile nyoyo zao zilikuwa hazisikii khairi. Twende. Wamekuwa wanayabadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyo katika Taurati na Injili. Unaona wao walikuwa wanayabadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maneno yale ambayo yako katika Injili. Twende. Na katika Taurati na mahali pake. Unaona, na vile vile yale maneno yaliyo katika Taurati walikuwa wanabadilisha na mahali pake, kwamba hapa ikisema hivi wao wanasema hivi, kama imeandikwa hivi wao wanaandika vile. Na ndio unapata kwamba leo kukao kunatokea versions mingi ya vitabu ambavyo ukiangalia hii na ile inakuwa kidogo kunakuwa na utatapishi. Twende mwalimu. Aya mtuzi wake inasema hivi, ndio yanatajwa baadhi ya mabaya ya Mayahudi. Unaona sasa hapa inatajwa waziwazi kwa mabaya ya Mayahudi ni nini? Moja katika hayo ni nini hiyo? Ni kubadilisha maneno ya kitabu chao. Unaona mabaya yao walikuwa wanabadilisha maneno ya kitabu chao alichowateremshia Mwenyezi Mungu. Ndio. Wakatoa na wasioyataka. Unaona wasioyataka wanayatoa, wakatia wanayoyapenda. Unaona kisha ambayo kwamba wanaipenda ndiyo ambayo kwamba wanaweka. Kwa hiyo Qur'ani imeweka wazi na inaweka mambo bayana. Kama Qur'ani Mungu alihifadhi namna vile alivyoteremsha ndivyo iko hivyo, lakini vitabu vilivyotangulia vyote vilikuja baadaye. Wale waliokuwa wanasoma vitabu hivyo walikuja wakabadilisha. Kwa hiyo sisi Waislamu hatuna shaka na jambo hilo, na ndio sababu Qur'an ikaja kuweka sawa kwamba hapa ilikuwa hivi na pale ilikuwa vile. 5:48 aya mwisho, alafu mpatie Simiyu kipaza sauti tusikie namna gani vile anavyotuambia. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Na tumekuteremshia kitabu. Unaona tunaambia kwamba na tumekuteremshia kitabu. Huyu ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba wewe Muhammad tumekuteremshia kitabu. Mbona ameteremshia kitabu? Twende. Kwa ajili ya kubainisha haki. Unaona kwa hiyo kitabu alichoteremshia Muhammad ni Qur'ani, na Qur'ani imekuja na lengo la hiyo Qur'ani ni kubainisha haki. Twende. Kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Na pili, kazi ya Qur'ani ni kusadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake, kwamba kweli kulikuwa kuna Taurati,
kwamba kweli kulikuwa kuna Zaburi na kwamba kweli kulikuwa kuna Injili. Twende na kuzihukumia. Ndio, kama haya ndio yaliharibiwa. Unaona, na vile vile Qur'ani hiyo inasadikisha yale vitabu yaliyokuwa, na pia inahukumu kama haya ndiyo yaliyoharibiwa au ndio yaliyosalimika, ama haya ndiyo mazuri ambayo yamesalimika. Kwa hiyo Qur'ani imekuja kuweka bayana. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna jambo ambalo linaenda kombo na Qur'ani, unajua hapa ni katika miongoni mwa zile ambazo ziliharibiwa katika vitabu vilivyotangulia. Na ukiona kwamba kuna baadhi ya maneno yanaenda sawa, unajua kama hii ndio ile miongoni mwa yale maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo yalisalimika. Kwa hiyo mpatie Simiyu mic nisikie namna vile anavyosema leo. Simiyu, habari gani? Njema. Uko salama kabisa? Uko sawa? Vizuri. Labda wewe? Mimi niko sawa. Sawa, karibu. Yes. Mimi ndo nafaa nikukaribishe. Sawa. Wewe unakuja. Unaingia ndani ya nyumba yangu alafu unaniambia karibu, inakuwaje? Okay, sawa. Una mpango gani? Sina mpango. Leta swali lako. Yes. Sasa Sheikh, mimi napenda kujua tu habari hii kwamba vile original vile vitabu yenyewe, kwa hivyo viko wapi? Sababu unasema pengine ilikuja ikaongezwa, ikabadilishwa, yenyewe iko ile original. Sasa kama iko original tungesema mambo ya kubadilishwa? Nauliza tu, sababu ikibadilishwa wewe ndio unafaa utuambie iko wapi, kwa sababu mimi sijaona original. Mimi nimeona hizi, lakini original sijaona. Hujaona? Na kama ingekuwa, yes, kwa mfano ingekuwa original isibadilishwe, kusingekuwa na haja ya kuja Qur'ani. Qur'ani imekuja kwa sababu zile original hazipo, zile zilizopo ni zile ambazo kwamba zimebadilishwa. Kwa hiyo ile original hakuna, ama wewe unayo utupe. Lakini neno linalotumika hapa kusadikisha, kusadiki ni kufanya nini? Kusadikisha maana yake kusadiki ni kufanya nini? Kukubali, kuamini. Kuamini. Sasa kuaminisha kwa njia nyingine. Kuaminisha sio kubadilisha, sio kupinga. Subiri. Qur'ani inasema. Subiri, kuaminisha nini? Kuaminisha yaliyotangulia. Asante sana. Sio kupinga. Twende polepole. Ama kucorrect, no. Tunaenda polepole. Yes. Inaaminishwa vipi? Kwamba yenyewe ndio hiyo, ndivyo ilivyo, sio kuja tena na kubadilisha na kuweka habari nyingine tofauti na ile ya kwanza. Hayo maelezo umetoa wapi? Umesoma Qur'an ukasema kwamba ilikuja kusadikisha. Unajua kusadikisha maana yake ni hii, kwamba kukubali. Maana kusadiki ni kukubali katika lugha mzuri, sio kuaminisha. Unasikia? Kubali kwamba kuna vitabu vilivyotangulia, na hivyo vitabu Mwenyezi Mungu amezitaja. Bimaana wewe kama Muislamu usiseme kwa kinywa chako kwamba hakuna Taurati. Ukisema hivyo utakuwa umekosea. Wewe usiseme kwamba hakuna Injili, na wewe Muislamu useme kwamba hakuna Zaburi. Ukubali kwamba kuna Zaburi. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani imekuja kuconfirm kwamba kuna Zaburi, kwamba kulikuwa na Taurati na kwamba kulikuwa na Injili. Kwa hiyo kusadikisha maana yake ni kuconfirm. Confirm ni kumaanisha kwamba kitu kilikuwapo kweli. Bimaana wewe Muislamu usije ukasimama Musa akupea kitabu, hapo utakuwa umekosea. Hiyo ndio maana yake. Haya, iweje sasa yaja kupinga instead of confirming? Yaani confirming ni kama kuweka muhuri kwamba yes. Subiri. Yes. Hujanielewa vizuri. Nikisema kuconfirm haijamaanisha kwamba confirmation. Kwa mfano, mimi niseme aje, nenda pale kwa muhadhara uconfirm kama Simiyu yuko. Kwa hiyo mtu atakuja na kuangalia kisha atasadikisha kamili kwamba upo. Ushasikia? Yes. Kwa hiyo wewe kuwepo pale na mtu kuja kukuona, hiyo tayari imetosha kukusadikisha. Mambo mengine tunaacha. Ndio narudi pale kwamba Taurati ilikuwepo,
wala sisi umati Muhammad tusingejua kama kweli ni kitabu cha Mungu. Sasa ndio Mungu anasema ndani ya Qur'ani kwamba Taurati ilikuwapo. Hiyo ndio confirmation. Zaburi ilikuwepo, ndio confirmation. Injili ilikuwepo, hiyo sasa ndio confirmation. Lakini sasa ikiwa unataka kujua sasa hiyo hali yake iko vipi, tena unarudi kwa Qur'ani, aya nyingine inafafanua sasa hali ya Taurati, inafafanua hali ya Injili, inafafanua hali ya Zaburi. Patie huo mfano 11:110 Qur'ani. Sasa inaifafanua ile confirmation kwamba ni kitabu kipo, hatuna shaka. Wewe kama Muislamu lazima uamini kwamba iko, kwa sababu Qur'ani imeconfirm kwamba kweli kuna kitabu kilikuwapo duniani kinaitwa Taurati. Sasa akiwa atatokea Muislamu asema haikukuwa, atakuwa anaenda kinyume na Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imeconfirm kama kweli ilikuwapo. Twende 11:110. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na kwa yakini tulimpa Musa kitabu. Unaona sasa Mungu anarudia hapa kwa yakini, hii ni kuconfirm, kuhakikisha, yani kutoa shaka kabisa. Mungu anasema kwamba kwa yakini tulimpa Musa kitabu. Twende. Lakini subiri. Sasa ukisikia lakini, bi maana kwamba japo Mungu ana confirm kwamba alimpa, lakini sasa analeta maneno mengine ambayo sasa wewe uzingatie. Bi maana haya anayozungumza ina manufaa tofauti na maneno anayozungumza. Sasa ile lakini inatoa ile mazungumzo ya mwanzo. Inakuwa kuna kitu anataka kueleza. Nini anaeleza? Twende. Zikatiwa hitilafu ndani yake. Subiri. Kwa hiyo ana confirm kweli alimpa Musa kitabu, lakini ilitiwa hitilafu. Unaona? Kwa hiyo ile kitabu japo alipewa, lakini baadaye iliwekwa hitilafu. Sasa Qur'ani inasadikisha yeye alileta ikiwa nzuri, baadaye ikawekwa hitilafu. Hiyo ndio maana yake. Fatima. Sasa wakati inaweka hitilafu, wakati iliwekwa hitilafu, ilikuwa ni wakati gani? Wakati wa Muhammad, wakati kabla ya Muhammad, ama baada ya Muhammad, kama kitu kama hiyo? Wakati gani huo? Itakuwa kabla ya Muhammad, kwa sababu Qur'ani ilikuja wakati wa Muhammad, ndio ikazungumza maneno hayo kwa past tense. Ni maana lazima kitendo kile kilitendeka kabla ya Muhammad kuja ulimwenguni, na ndio kwa sababu hiyo, kwa sababu ilitendeka zamani, ndio Qur'ani ilikuja kuweka mambo sawa. Ndio Qur'ani ukisoma tena 48 inasema kwamba yeye amekuteremshia Qur'ani kwa ajili ya kubainisha haki na kuhukumu kama haya katika Taurati iko sawa ama haya kwa Taurati imeharibika. Kwa hiyo lazima kitabu kile kiliharibiwa kabla ya Muhammad kuja duniani. Okay, kabla ya Muhammad. Now, iweje tena huyo Muhammad anapoandika habari zake katika Qur'an ananielekeza mimi ninayeisoma kwa ile kitabu ambacho sijui ndicho kilichoharibika ama ni kile original, sina ufahamu, utanifahamisha. Lakini kwa nini tena ananilifaa kwa kukisoma hicho kitabu? Sababu ni mbili. Kama kwa mfano nimekuwa nikisoma hapa ile ya 757 inaponielekeza kwa kusoma kitabu cha Yohana 14:16. Kwa mfano imenilifaa hapo, imetaja yule tafsiri akaandika kwa kutaja kile kitabu cha Yohana, na anakitaja akisema ni Injili. Ananirifaa mimi nikisome pale ninayesoma Qur'an. Okay, iliharibika. Kama iliharibika, mbona anielekeze hapo? Sababu ni mbili. Yes. Sababu ya kwanza ni kwamba kuhakikisha kwamba kile kitabu kimeharibika. Maana uangalie baadhi ya vipengele ambavyo kwamba vimeharibiwa, uhakikishe. Sababu ya pili, hata kama mwizi amefanya makosa kotini, wewe ni mwizi, lazima ataulizwa tu. Haina maana kwamba wewe ni mwizi aliiba atanyamaza. Unaona? Hata kama mtu ameua, akienda kotini lazima ataulizwa pamoja na uuaji wake. Haimaanishi kwamba wewe kwa sababu ni muuaji hawezi akaulizwa, kwamba wenye haki ndio anaulizwa. Hapana. Kwa hiyo pale kuulizwa haina makosa,
ni kuconfirm tu na kuinvestigate kile kitabu, kwa sababu ndani kuna baadhi, nisikilize Simiyu. Yes. Kwa sababu pale ndani kuna baadhi ya maneno mazuri. Kwa hiyo wakati unapokuelekeza, uende kae katika kuelekeza ukapata baadhi ya maneno ambayo ni mazuri yaliyosalimika ukatumia na ukaipata kama evidence. Si kwamba nimesema kwamba yote Taurati mbaya, hapana. Baadhi mbaya, baadhi nzuri. Kwa hiyo ikikuelekeza ni wewe unaangalia katika yale mazuri unafuata, yale mabaya unaacha. Hebu mpatie kidogo mic nikuoneshe. 39:55 Qur'ani. Unaona? Haina tatizo kwamba kuuliza hata kama kimeharibika, hata kiwa kwa mfano leo sisi kila siku tunasoma gazeti. Gazeti ndani hakuna asiyejua kama nisi uko na propaganda mingi, na gazeti iko na propaganda, lakini pamoja na hayo kila siku tunasoma. Haina makosa kwamba kwenda kuuliza kile kitabu ambacho kina hitilafu. Nisomee 39:55 Qur'ani. Ambao usikiliza kauli nyinga. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio 39:59. Nini hiyo? Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Akaambia, ndio. Kwa nini? Bila shaka zilikujia aya zangu, ukazikadhibisha, ndio, na ukavijivunja, ukajivuna, na ukawa miongoni mwa wakafiri. Hiyo ni ngapi? 39:55 Suratu Zumar 55. 55. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Nafuateni ndio yaliyo bora katika yale yaliyoteremshiwa kwenu, ndio, kutoka kwa Mola wenu. Sawa. Kabla ya kukujieni adhabu ya ghafla, haya mtambui. Haya, mpatie huyo. Unaona? Kwa hiyo tunaambiwa tufuate yale yaliyo bora. Bimaana kwamba unasikiza kauli mingi, lakini katika hayo kauli yote haufuati yote, unaangalia gani yaliyo mazuri. Kwa hiyo wakati tunapokuuliza, tunaangalia kwamba katika kitabu chako gani mazuri tunafuata, yale tunaona sio sawa tunaacha. Ndio na maandiko mengine tunawaachieni. Okay, sasa nauliza hii. Nipo tu na wewe, nataka kufahamu hayo maneno. 2:113 Noble Quran. Haya, 2:113. 2:113. 2:113. Tusomee 2:113. Bismillahirrahmanirrahim. The Jews said that the Christians follow nothing. You are not on the right religion. And the Christians say that the Jews follow nothing, i.e. are not on the right religion. Though they both recite the scripture. Yes, they both recite. Wote wa Kristo na Wayahudi, ndio habari ambayo nataka hapo. Wote wa Kristo na Wayahudi wote wanakariri. Hiyo wanaita kitabu, scripture. Wakisema hivyo scripture ametumia ni kama moja lakini ni mbili. Torati na Injili. Hiyo Wayahudi na Wakristo. Sasa walikuwa wanakariri. Nataka uniweke vizuri kabisa. Wanapokariri ni ile ya kukaririwa iliyoshikwa kwa mioyo yao, ndio iliyoharibiwa, ama ile ambayo ilikuwa imeandikwa kwa makaratasi ama kwa scrolls. Hebu isome kwa Kiswahili. Usibadilishe kwa maneno yako. 2:213. Si ndio? 2:113. Ndio maneno. Waqalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay'in. Si ndio hiyo? Wa hum yatluna al-kitab. Twende. Na Mayahudi husema Wakristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Sawa. Na Wakristo husema nini? Mayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Na hali wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa bila ya kufuata yaliyomo ndani yake. Sawa. Na hivi ndivyo wasiojua makafiri wa Kiarabu wasemavyo. Mpatie. Kwa hiyo ukitumia neno kukariri pale hamna. Oho. Kwa hiyo pale subiri. Wanasoma kitabu. Kwa hiyo unaposoma kitabu hapa wanasema recite. They both recite. Kwani recite kwa Kiswahili ni nini? Kukariri. Nani anasema? Kukariri ni kwa nini?
Angalia huyu. Wanasoma huku wakiwa wameshika, walisoma wakishika katika mioyo yao, huku wakikariri, wakishika mpaka kiasi kwamba anaweza sema okay, yale ambayo amesomwa quote vizuri kabisa, ukariri. Kwa hiyo Mayahudi walikuwa wameshika kwa kichwa. Mayahudi na Wakristo imesema Noble Quran. Subiri kidogo. Yes. Kwa hiyo Wakristo walishika kitabu chao kwa kichwa. Jambo langu lilikuwa sio kushika na kutoshika. Jambo langu lilikuwa waliyashika ndio. Gani ambayo yaliharibiwa? Yaliyokuwa yamenakiliwa kwa makaratasi ama scrolls, ama yale ambayo walikuwa wameshika katika. Kwanza kusema walikuwa wameshika, mpatie wewe ni kujibu na. Subiri mpatie huyo. Situmii kichwa. 5:44 Qur'ani hiyo. Mimi sitaki kutumia kichwa. Unajua nataka kutumia kichwa. Mimi nitakwenda kwa kitabu. 5:44 ama 45. Haraka mwalimu. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio, hakika tuliteremsha Taurati. Subiri, Mungu anasema hakika tuliteremsha Taurati. Twende. Yenye uongozi na nuru. Ambayo kwayo manabii waliojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu ndio walihukumu Mayahudi na nani na watawa. Twende. Na maulama pia ndio walihukumu kwa hiyo Taurati. Twende. Kwa sababu walitaka kuhifadhi kitabu hicho. Unaisoma vibaya. Kwa sababu walitakiwa ndio kuhifadhi kitabu hicho cha Mwenyezi Mungu, ndio nao walikuwa mashahidi juu yake. Basi nyinyi Waislamu ndio msiwaogope watu. Mpatie huyo. Qur'ani imeweka wazi maneno hayo. Yes. Qur'ani inasema hao Mayahudi walitakiwa kuihifadhi. Walitakikana waihifadhi. Bimaana wakihifadhi wa recite. Lakini kwa bahati mbaya hawakuihifadhi. Kwa hivyo inaposema kwamba they both recite, imehitilafiana na hii. Haijahitilafiana. Yes. Subiri. Pale ukisema recite, katika Kiarabu ijatumia neno recite. Na recite katika Kizungu ina maana mbili. Kwanza nikikwambia recite ni kwamba kile ulichohifadhi. Ya pili nikwambia recite unaangalia na una recite, haina tatizo. Kwa hiyo haijaweka wazi, usichukue kama walikuwa wanahifadhi. Qur'ani hiyo inasema walitakiwa kuhifadhi, lakini hawakuhifadhi, na ndio sababu hiyo Taurati kaharibiwa. Kama hiyo Taurati wangehifadhi isingeharibiwa, lakini kwa sababu walishindwa kuhifadhi ndio sababu iliharibiwa. Ukisoma katika mantiki ya Kiarabu hamna neno kwamba walihifadhi, hapana. Ukisoma pia kwa Kiswahili hamna. Na recite na maana mbili, ima kwa kuhifadhi ama kwa kuangalia unasoma. Mfano mimi nikupe karatasi poem nikakwambia recite na ukaangalia, hiyo pia una recite. Sio lazima uone kwa angalia, sio kurecite tafadhali. Angalia sio kurecite. Subiri, katika angalia to see, just angalia. Having a look. Angalia. Hakuna Myahudi aliwahi hifadhi Taurati. Hapa kwa hivyo ndio kusema kwamba sasa, kwa sababu nilikuwa hapa wakati wa Idi ya Saumu ile, mkanipa zawadi. Sheikh Musa ndio huyu akanipa Qur'an, Noble Quran. Sasa mimi nasoma kile Kiingereza, japokuwa si Muingereza kabisa. Ngoja nikwambie. Kwa hivyo kinanipoteza lugha ya hapa. Angalia, nakwambia maana mbili. Recite inaweza recite kwa kuangalia, ama utarecite kwa kuhifadhi. Katika mantiki ya lugha, Qur'ani imeteremka kwa Kizungu, imeteremka kwa Kiarabu. Katika mantiki ya lugha haikusema kwamba wao wamehifadhi. Na nimekutolea aya ya Mungu inayosema walitakana wahifadhi, lakini hawakuhifadhi. Haya, imesema walitakikana kabisa. Imesema they are reciting. Sasa walitakikana, na hii inasema they were reciting. Sasa ni tofauti. Kwa nini iwe tofauti? Hakuna tofauti. Yes. Wewe kwa hoja yako kwa msingi ni nini? Walikuwa nayo. Ilikuwa imehifadhiwa. Usije na habari ya kusema kwamba haipo imehifadhiwa. Angalia. Ndio sababu subiri. Qur'ani inasema kwamba walitakiwa kuhifadhi, imeandika na imekauka. Na reciting hii, subiri, wewe unatumia neno moja, hatuwezi subiri. Hawezi neno moja, lakini ndio limetumika. Angalia Simiu. Yes. Usitumie neno moja kuja kujenga hoja dunia ya hoja. Mimi nakupa aya kamili inayosema walitakana kuhifadhi, hawakuhifadhi. Wewe unakuja kurecite. Recite ina maana mbili. Ukaangalia ukasoma pia ni kurecite. Chukua uko na simu hapo, angalia.
na vile vile unaweza ukatoa kwa memory. Hii hatuna tatizo. Kama ni wao ku recite kwamba walikuwa wamehifadhi, unaweza recite ndio kwa kuangalia, lakini sio kwamba umehifadhi. Na kama wao walikuwa na recite, mimi sijui walikuwa na recite kitabu gani. Oho, walikuwa na recite imetaja scripture. Scripture gani? Scripture Ara and Injil. Subiri. Kwa hiyo unamaanisha kwamba walikuwa wamehifadhi? Yes, kabisa. Ya nani? Haya, kwa nini niseme hivyo? Wewe mtu wa pikipiki, karibu ni gongo, sipitie hapa tena. Sorry. Okay, kwa nini nisisitize hivyo shehe? Kwa sababu hii niangalilie 289 na 91. Haya, 291. Haya. Yeah. Fanya haraka nikupatie mwalimu mwingine. Nataka Musa Junior. Ako wapi? Huyu. Haya, 289. Tende lai. Soma kana maiki nitasoma aje. Haraka mwalimu sana. 289. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Na kilipofikia wakati wa Nabii Muhammad hiki kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu kisadikishacho, walio pamoja nao walikadhibisha, na zamani walikuwa kiwafungulia makafiri habari za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyo. Lakini walipofikia wale waliokuwa wakiwajua waliyakataa, basi laana ya Mwenyezi Mungu iko juu ya makafiri hao. Mpatie. Anasema kwa Kiingereza wanasema confirming what they have. Ulisoma hapo mwanzo kwamba wakati wa Muhammad Torati na Injili haikuweko. Ndio sababu anatumia past tense. Asubiri. Sawa. Asubiri. Sasa siongea kwanza. Niweke. Usiongee. Nitasahau. Subiri kidogo. Nitasahau. Na kuomba hivi nikwambia saa nyingine subiri, unasubiri. Sababu kuna mara unaongea vibaya kitu sijaongea. Sawa. Usiseme kwamba nimesema wakati wa Muhammad Taurati na Injili haikuwepo. Nimesema kwamba ilikuwa imeharibiwa tayari. Hiyo ndio kauli niliyotumia. Usiweke maneno kwa kinywa changu ambayo sijatamka. Okay, sawa. And when there came to them, the Jews, a book, this Quran, from Allah, confirming what is with them. Kwa hiyo Torati na Injili vilikuwa nao wakati wa Muhammad. Iko, kwani nilikataa kwamba ilikuwa haiko, ndio ni uongo. Usiongee kitu sijaongea, Simiu. Ogopa watu bana. Unasema original haikuwepo hapo. Kwani nimesema ni original? Imetaja hivi. Torati haijataja ile ambayo imeharibika. Subiri. Yes. Subiri, sio lazima itaje ile imeharibika unavyotaka. No, ampatie wewe nikuoneshe. Kama kweli ni kitabu cha haki, ampatie wewe. Specific. Ampatie. Yes. 11,110 rudia. Taurati kitajwa kwa Qur'ani inatajwa Taurati na imeharibiwa. Sio ati inatajwa hii ni original na kuna ingine. Kwa Qur'ani itaji Taurati mbili. Ikitajwa Taurati inakusudia ile iliyoharibiwa siku zote. Na Injili ikitajwa inakusudia ile iliyoharibiwa siku zote. Hakuna original. Na kama una original nipe. Wewe tunaongea nini? Waacha kunisumbua. 11,110 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Na kwa yakini tulimpa Musa kitabu. Subiri, Mungu anasema tulimpa Musa kitabu ambayo ni Taurati. Twende. Lakini zikatoa hitilafu ndani yake. Subiri, ikatiwa hitilafu. Kwa hiyo inayozungumziwa ni hiyo. Sio kwamba kuna nyingine. Kwa hiyo ukisikia kwamba walikuwa wanasoma kitabu, walikuwa wanasoma kitabu kilichoharibiwa. Kiliharibiwa zamani, miaka 600 hajakuja Yesu. Wacha nikupe sa historia. Subiri, nakupa historia sasa. Sababu naona sasa unanisumbua bure. Taurati iliharibiwa miaka 600 hajakuja Yesu. Na iliharibiwa na mfalme anaitwa Nebukadreza. Na huyo subiri, hapo umedanganya. Yesu anapokuja huyo katika Injili yake alikuwa unaona, iliharibiwa miaka 600 hajakuja Yesu. Na mfalme anaitwa Nebukadreza. Huyu ndiye aliharibu Taurati na alikatakata na akaichoma na wakajaribu kuandika. Walipompelekea Yeremia akiangalia akasema hii Taurati feki. 8 Yeremia. Wewe ni nini? 8 Yeremia, twende. Mimi nakufundisha, naona unaanza leta mchezo sasa. 8 Yeremia. Haraka mwalimu. Yeremia 8:8. Ndio. Nasema hivi,
Mwasemaje? Unaona, inasema wazi, mwasemaje nini? Sisi tuna akili na nini? na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Unaona, na Taurati tunayo, twende. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi, kalamu ya uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Unaona, imefanya Taurati kuwa uongo, na Yesu hajazaliwa. Sasa kama Yesu alikuwa ana quote baadhi ya wale mazuri, ndio nakwambia Taurati imeharibiwa. Kuna mambo yamewekwa ndani mabaya na kuna mengine mazuri. Sisi tunaposoma tunajua ndani kuna mabaya na kuna mengine mazuri. Sasa Muhammad akija, Taurati ilikuwa sio original, na leo hamna original, na Injili hamna original. Hata ile mnayosoma yote feki. Kwa hiyo Mungu akisema kwamba someni Injili feki, akisema Taurati feki, hakuna original duniani. Ndio sababu unaona katika pale hamna Injili ya Yesu, kuna Injili ya Marko, ya Mathayo, ya Luka na Yohana. Ya Yesu ilienda wapi? Kwa sababu original hamna. 13:43 Qur'ani hiyo. Pia mwingine Mike, ona nizungusha bure tu hapa. Taurati original hamna, feki yote. Injili original hamna, feki. Unataka kuja kuonesha kama kuna Taurati original iko wapi? Wewe mwenyewe huna, unacheka wakati huna. 13:43 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Wanasema waliokufuru. Wewe si mtume. Twende. Sema. Ndio. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na mimi na baina yenu. Ndio. Kwa mimi ni mtume. Twende. Na pia yule mwenye elimu ya kitabu, kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi. Aliyesoma Taurati iliyo sahihi, bimaana kwamba Taurati kuna feki, na hilo tunazungumzia. Kuna Taurati sahihi aliyokuwa naye Musa, iliyobaki feki. Twende. Na Injili iliyo sahihi. Bimaana kwamba Injili tuliyoko nayo feki. Ndio unapata Injili ya Mathayo, Injili ya Marko, ya Yohana na ya Luka. Hamna Injili ya Yesu. Mlioko nayo wote feki na mabarua za Paulo. Sasa hapo unakuja kubisha nini? Qur'ani ikisema kwamba uliza wale wanaosoma Injili, ni Injili ile feki na Taurati feki. Na kuuliza una makosa sawa na mtu aende kotini mkora akaulizwa, hamna makosa kumuuliza. Hata na makosa yake yote. Hata akiwa muuaji aende aulizwe, hamna makosa. Kwa hiyo Qur'ani inaposema kuuliza haikumaanisha kwamba mnayo. Taurati hamna na Injili hamna. Leo ndio kijana Pastor Mike. Habari gani? Nzuri sana. Haya, leta swali lako. Shukrani sana. Ningependa nikuulize swali kwa sababu ninaona kama kuna elimu unahitaji sana. Hebu nisomee hiyo Yeremia 8:8 kwanza. Yeremia 8:8. Mwasemaje sisi tuna akili na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Yes. Nimepata sijauliza swali ambayo itangaza. Imeja taskis. Elimu kulisema. Iwate na ngwa dira. Usije ku blockade. Unasema kwa sababu ni waamini. Unasema kwa sababu ni wakweli. Unasoma kwa mtu. Status. Ndara mibaro go ikalo malo. Kapok ichopo police station nitie ndara mibaro go kaka na goro no. Nitie ndara mabaro ka donjo e state on the left. Kidonjo gi gate mama ko geni no to baro on the left. Bas barabara gi kanyo tidhi ilo alwa yo kaka na goro. Auro madam biro kawe ubiro visit. Sawa. Daktari, kuna mahali Mungu alisema muandike katika makaratasi. Haya, hiyo ndio swali sasa. Ustadi Samir. Je, kuna mahali katika Qur'ani ilitoa oda watu waandike Qur'ani katika makaratasi? Kwa sababu unaona pale katika makaratasi. Ustadi Samir.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Ndugu yangu, habari yako? Rama sana. Nikumbushe je. Niko Rama. Swali. Nimeshaandika sawa. Naomba urudie. Nilikuwa naandika message. Nilikuwa naandika. Lakini katika Biblia, Naam. Musa akiambiwa maneno ya Mungu aliambiwa yaandike hii. Naam. Unaweza niambia kwa Qur'ani nani aliruhusu ama kuna mahali Mungu wakati ametoa Muhammad uhai, kuna mahali alimwambia sasa hiyo uhai hapa chini ama ni yeye aliye Uhai kama wahi. Sio kwa polisi kibiro huko. Unajua kuna vitu vile, kuna uhai na wahi. Wahi ni ufunuo. Uhai ni ile mimi na wewe tuko nayo. Yaani kinamba mauro. Nafikiri naelewa hii kitu nauliza. Unajua kusema uhai umeweka mada hizo. Haujauliza swali. Ndio inaitwa wahi. Ndio maana nakwambia kuna vitu viwili. Kuna wahi ambayo kwamba ni ufunuo na uhai. Hata nitumie ufunuo basi. Kuna mahali iliruhusa ilipewa iandikwe jina. Hakuna. Swali limesha. Sasa mimi nakuuliza, kuna mahali Biblia iliambiwa iandikwe? Biblia? Mara mingi sana. Andiko. Exodus 3:11. Ona uliza swali yenyewe na kurudisha. Sisi tunajua waandishi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni malaikatur Rahman. Hakuna andiko yoyote ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuambia sisi wanadamu tuandike. Hiyo ndio swali umeuliza. Sisi wanadamu hatujaambiwa tuandike, bali tumeambiwa tusome. Lakini waandishi wa Allah ni malaika peke yao. Kwanza kabla hajasema ufunuo 80:11 mwalimu wangu. Qurani. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Mmefikia mwalimu wangu nasema hivi? Naam. Sivyo. Hakika Qurani hii. Mwenyezi Mungu anasema sivyo, hakika Qurani hii ni nasaha. Kwanza Qurani ni nasaha. Ukitaka nasaha yoyote usitafute kwa dictionary ama Oxford ama nini. Ukitaka nasaha ya dunia na ukitaka nasaha yoyote yenye kufanya kalbi yako ikakuwa ni mutmainna, unatafuta tu kwa Qur'an al-Karim. Kwa sababu gani? Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ukitaka nasaha yoyote, nasaha inapatikana kwa Qur'ani. Endelea. Yani mawaidha. Naam. Basi kila anayependa nasaha au mawaidha ya Qur'ani atawaidhika. Naam. Asiyetaka basi, na kiyoyote ambaye kwamba asiyetaka nasaha ya Qur'ani au mawaidha ya Qur'ani mwachilie mbali. Allah anasema wachana na yeye mbali sana. Ndio maana kidogo nikizungumza, kuna Walid ibn Mughir. Walid ambaye kwamba mnajua ni miongoni mwa watu ambao kwamba walikuwa wanamsumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliokuwa wanamkera Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa uhai, mpaka akatunga mashairi anaiambia Qur'an atu'atu kull jabbarin anid wa ana dhaka jabbarun anid idha ji'ta ila rabbika yawmul wa'id faqul ya rabbi mazzaqani alwalid. Ndio Allah anasema yoyote ambaye kwamba anataka nasaha lazima ifuate Qur'an. Walid anaiambia Qur'ani kwa maneno ambayo kwamba yanatia maneno ya maudhi. Inaambia Qur'ani atu'adu kull jabbarin anid. Wewe Qur'an, kila yule ambaye kwamba ni jabbar katika hii ardhi wewe unamkemea. Yoyote ambaye kwamba anafanya zina, Qur'an unasema wala taqrabu zina. Yoyote ambaye kwamba anaua nafsi, wewe Qur'an unasema wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Yoyote ambaye kwamba anamshirikisha Allah, Allah anasema wala tushriku billahi shay'an atu'adu kull jabbarin anid. Wewe Qur'an unakemea kila mwenye jabbar katika hii ardhi, lakini umesahau wa ana dhaka jabbarun anid. Mimi ndio kwamba nimekushika makaratasi, wewe ni maneno ya Mwenyezi Mungu, wa ana dhaka jabbarun anid. Mimi ndio yule jabbar tena
tena mwenye kuvuka mpaka. Anaambia Qur'ani, idha ji'ta ila rabbika yawmul wa'id, wewe Qur'an ukikuja mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, faquli ya rabbi mazzaqani alwalid, mwambie Mwenyezi Mungu mimi Walid nimerararua Qur'ani, mwambie Mwenyezi Mungu anipeleke mahali anataka. Kuna watu walikuwa katika jabbar katika ardhi, ndio Allah anasema ukitaka nasaha au mawaidha fuata kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Endelea. Mawaidha haya yale ambayo kwamba ni Qur'ani yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa. Hii Qur'ani haijatoka katika mikono ya wanadamu, wala hii Qur'ani haijatoka katika industry kwanza. Qur'ani mahali ambapo kwamba imetoka kwanza ni mahali ambapo kwamba mahali imetukuzwa. Endelea. Zilizotukuzwa, zilizotakaswa sana, zilizomo naam mikononi mwa malaika, naam waandishi wa Mwenyezi Mungu. Hawa ndio waandishi wa Qur'ani. Maneno Allah anazungumza, kisha malaika wanaandika chini. Baada ya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, malaika wanaandika chini, kisha wanamfunulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupatiwa wahi, na yeye anaposoma maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum wanaandika chini. Ndio maana imetufikia mimi na wewe. Soma ile yake alikuwa anataka 3:16 Ufunuo. Nasema naam, Kutoka 34 ngapi? 34:27. Naam, Kutoka. Halo. Kwa kuwa mimi nimefanya maneno hayo pamoja na Israeli pamoja na maneno haya. Wakifikiria Yesu wanamwambia Musa, bali watakuwa hili tunaona kabisa. Baba mwana huyu. Wewe unaniambia ni wale wanaongea Qur'an. Bali mwana jarada kwa kufunua. Mwana ni mwambia ndio kwa hiyo. Mimi nakuja. Mbona mama? Mana driver mani mtu hapa. hiyo kutoka 33 Mungu akamwambia Musa, andika maneno haya. Social hall. Haya, ibaro kita nama left. Bas mano manen koro ritiri boneno block 8 bele ni kanyo. Bam ibo kalo bam kait neno block 8 bele ni kanyo. Madam uti. Ma hall dong neno hall mawang no. Halo. Halo. Sisi masahaba radhiallahu ta'ala anhum wakaandika yale maneno kwamba nafahamia wanafanya maamuzi kwa sababu ukiongea ulikuwa na dalili hapo hapa ndio mwelewa kulia nani sasa ametoa hao masahaba waandike hapo hapa nataka tu nigewe Mungu kama wewe sema Mungu anaweza sema akuruhusu masahaba waandike. Sasa mimi nataka nione kwa Qur'ani Mungu amepea masahaba Musa wa kufanya nini? Wa kuandika chini. Sasa kwanza, kitu cha kwanza tumekubaliana kwanza maneno ni ya nani? Ya Mungu. Na waandishi wa Mwenyezi Mungu ni nani? Uko chini malaika. Basi